ni kutii maneno ya yale yanayotoka kwa mwandishi wa huduma. Tunapoyafuata maelekezo ya mwandishi wa huduma, ndipo tutafanikiwa huduma. Narudia tena, mafanikio ya huduma ni kufuata maelekezo ya mwandishi wa huduma. Tunapofuata maelekezo ya mwandishi wa huduma hii, ndipo watumishi tutafanikiwa katika huduma tunapotumika. Kama tutafuata maelekezo ya mbeba maono wa huduma hii, sisi watumishi hatutafanikiwa. Watumishi wengi wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wameenda kinyume na maelekezo ya mwandishi wa huduma. Haleluya! Wako kinyume na mafundisho ya mwandishi wa huduma hii au mbeba maono wa injili hii. Mbeba neno wa injili hii ni mzee wa Yesu. Yeye anapotoa maelekezo lazima tufuate. Tukifuata sisi watumishi tutamsaidia vizuri huduma yake na itasonga mbele. Leo huduma yake inashindwa kusonga mbele kwa sababu watu wengi watumishi tumeenda kinyume na maelekezo yake. Tumejifanya kila kitu tunajua. Hata akifundisha mzee wetu tuko kinyume na yeye. Hatuwezi kama yeye hapana. Ndio leo huduma hii ilikuwa ni huduma ya matapeli. Watu wamegeuza huduma mzee wetu kutapeli watu wenzao. Tena wako makanisani. Wengine wana vyeo vikubwa. Walijifichia kwenye vyeo. Wakiwaonyesha vidole wengine. Wao wenyewe wanajijua vile wanatenda. Wanajifanya wazuri kumbe wako mbaya. Baada ya kubadilika wanajificha utaokoka. Kupitia ujumbe usiseme wa fulani, sema ni wa kwangu. Usiseme injili ya leo ni ya fulani, sema ni ya kwangu. Usiseme kwamba mzee wa Yesu ameniona. Usiseme mzee wa Yesu kwamba ameniona. Yaani wewe mwenyewe usema mzee wa Yesu ameniona. Suluhisho libadilike. Piga makofi makubwa. Inasikitisha. Wewe ulikuwa ni mgonjwa. Hata ndani ya ukoo wako hakuna mchungaji. Na shangaa umekuja kwa mzee wa Yesu. Baada ya kukuombea kutoa pepo lako la ulevi, pepo lako la uzinzi, pepo lako la utapeli, ukashindwa kusimama, yale mapepo yalikurudia, unaanza kuleta